Wewe ni bora kuliko vyote, ni wa thamani, Yesu wa thamani, ni wa thamani, Yesu wa thamani, ni wa zaidi ya vyote. Bwana wewe ni bora kuliko vyote, ni wa thamani, Yesu wa thamani, ni wa thamani.
neno Bwana likatimizwe kwenye maisha yako, likatimizwe kwenye maisha yako, likatimizwe kwenye maisha yako. Kila ambalo Bwana amelikusudia siku ya leo likatokee kwenye maisha yako. Lile ambalo amelipanga Bwana likatokee siku ya leo kwenye maisha yako kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba. Bado sijaona mtu anayeomba ambaye anatamani mateso aliyo nayo, anatamani kusema ya kwamba imekwisha, anatamani ya kwamba leo ikawe mwisho. Leo tunaenda kumaliza tatizo, leo tunaenda kumaliza matatizo yote. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mimi sijui unapitia changamoto hizi, lakini mwambie Bwana siku ya leo, kaseme nami. Mwambie Bwana siku ya leo, ninatamani nione mkono wako, ninatamani nione mkono wako, ninatamani nione mkono wako, mkono wenye nguvu, mkono wenye uweza, mkono wenye mamlaka, mkono wenye utiisho. Nataka nione uwezo wako. Mwambie Bwana siku ya leo, nimechoka na mateso, leo ikawe mwisho, leo ikawe mwisho. Na kuhakikishia kwa Mungu aliye hai, utakaponyenyekea, utakaponyenyekea na kumsihi sana Bwana, hakika Bwana atafanya, hakika Bwana atanyamaza, hakika Bwana atanyamaza kwa ajili ya kesho yako, kwa ajili ya huduma ulionayo, kwa ajili ya karama ulionayo. Hakika Bwana
Bwana hatanyamaza, hatakuacha. Neema ya Bwana itakutetea, neema ya Bwana itakutetea. Baraba zaka ya manda. Jesus. Jesus. Siweki mipaka. Naomba siku ya leo uingie ndani yangu, kila kilicho kibaya kikaondolewe. Siweki mipaka, siweki mipaka, siweki mipaka. Ninaondoa mipaka yote, ondoa mipaka yote, ondoa mipaka yote. Haleluya, mpige Yesu makofi mengi mengi. Asante praise. Ongeza makofi yako kwa Bwana. Bado sijasikia mtu ambaye anasema siku ya leo ninatamani nikutane na huyu Yesu. Sijaona mtu ambaye anasema siku ya leo isiwe kawaida kwenye maisha yangu. Hata nitapia Yesu makofi tena kwa shangwe. Tabasamu kubwa, nampigia Yesu makofi. Tabasamu kubwa, nampigia Yesu makofi. Tabasamu kubwa, nampigia Yesu makofi. Isiwe siku ya kawaida kwenye maisha yako. Ikawe ni historia leo unaenda kutengeneza. Ikawe ni historia. Maisha yako yakawa ushuhuda. Mateso leo yapigia, leo yakakome kwa jina la Yesu. Mateso yanakutesa leo ikawe mwisho kwa damu ya Yesu. Sijaona bado watu ambao wanataka kumshangilia Bwana, ambao wanasema siku ya leo sitaki kuiona ya kawaida. Usiione ya kawaida, kwa sababu Mungu wangu yeye mwenyewe sio wa kawaida. Yeye ni mwenye uweza, anamiliki na kutawala. Ametawala enzi, amemiliki miliki zote, amemiliki nchi, amemiliki bahari, amemiliki kivuli cha bahari. Yeye ni Mungu aliye hai. Chapia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Haleluya. Basi unaweza kupata uwepo wa Bwana. Amen. Asante watu wa Mungu. Leo shukuru sana, Mungu ambariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bado haleluya. Jamani, usichukulie siku ya kawaida. Bwana asifiwe. Mimi niache kama nilivyo, bali niliyembeba ndio mheshimu. Bwana asifiwe. Mimi niache kama nilivyo, niache tu, hata kama unanichukia wewe niache, lakini siku ya leo isiyo tofauti kwenye maisha yako, ikawe ya tofauti kwa jina la Yesu Kristo. Waliofungwa Mungu akawafungue kwa damu ya Yesu. Isiwe ya kawaida. Usinitazame mimi, sina mbingu ya kukupeleka, ila yupo mwanaume Yesu ambaye ameandaa enzi kwa ajili yako. Chapia Yesu makofi. Kama unaandika, kichwa cha somo kinasema ni majira ya kurejeshwa kwa wana wa Mungu. Ni majira ya kurejeshwa kwa wana wa Mungu, ili wakalitumikia kusudi la Mungu alilowatuma kwalo hapa duniani. Na huu sio wakati wa kutumikia kusudi la shetani, wala kusudi la wachawi, wala kusudi la Freemason, wala kuzimu, wala kuitumikia dunia.
kutumikia mwanadamu. Kichwa ni kirefu sana, nitakirudia kwa sababu ndio kitu cha muhimu sana. Ni majira, ni wakati wako wa kuanza kutumikia ile kusudi. Naomba watu wa Gombo mnisaidie vizuri hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijaona bado mtu anayetamani kulitumikia kusudi la Mungu hapa. Watu wengi mlioko hapa mnatamani kutumikia makusudi ya dunia. Ninataka kuanzia leo ni majira ambayo kila mtu akamtumikie Mungu wake. Bwana asifiwe. Musa akamwambia Farao, waachie, niachie watu wangu waende wakamwabudu Mungu wao. Na huu umefika wakati ambapo tunaenda kumwambia Shetani, achia watoto wa Mungu wakamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambao kila mtu alitumikia kusudi la Mungu alilomuita kwalo. Sio wakati wa kuiga, sio wakati wa kupigana, sio wakati wa kunyonyeshana. Ni wakati wa kulionyesha kusudi la Mungu au kulitumikia kusudi la Mungu. Haleluya, haleluya. Kama unielewi, kabla ya hapa yatakusaidia. Andika aina za utumwa au kutumikia ambazo sio mpango wa Mungu wewe utumikie mambo hayo. Aina za utumwa au kutumikia ambazo sio mpango wa Mungu wewe kutumikia mambo hayo. Jambo la kwanza, utumwa wa dhambi ni kumtumikia Shetani. Jambo la pili, utumwa wa mwili ni kuitumikia tamaa. Jambo la tatu, utumwa wa mali ni kuitumikia anasa na dunia. Namba 4, utumwa wa kiroho kwa kuwatumikia wachawi, majini, Freemasoni, mizimu ni kumtumikia Shetani. Namba 5, utumwa wa hofu na uoga ni kumtumikia Shetani. Namba 6, utumwa wa kutumikia wanadamu kwa kuwanyenyekea na kuabudu. Tunaondoka hapo. Jambo lingine, andika, jitambue wewe ni nani na uliumbwa kwa kusudi la Mungu. Mambo yafuatayo achana nayo. 1, usilielie ovyo. Mwambie mwenzako usilielie ovyo. Andika. Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo la pili, usinung'unike wala kulalamika. Jambo la tatu, songa mbele, usitazame nyuma. Jambo la 5, usiogope. Jambo la 4, usiogope. Jambo la 5, mtafute na kutazama Bwana. Jambo la 6, weka kando kila mzigo na dhambi. Namba 7, usishindane na mwanadamu. Jambo la 8, fanya mambo yote kwa imani. Jambo la 9, usijewahi mlinganisha Mungu na chochote. Jambo la 10, usimpe Shetani nafasi yoyote. Jambo la 11, usitazame jambo lolote kwa mtazamo wa kibinadamu. Jambo la 12 na la mwisho,
Usipende kuongea kabla ya kutafakari kwa namna ya rohoni. Andika jambo lingine, mambo yatakayo kurejesha kwa Bwana. Zingatia mambo yafuatayo. Maombi ambayo yatakurejesha kwa Bwana yaombwe kwa mtiririko ufuatao. Moja, kabla ya kuomba, tambua wapo watu wanaotumikishwa pasipo kujitambua. Pia wapo watu ambao wanatumikishwa wakiwa wanajitambua. Pili, tambua anayetumikishwa kuna uhalali wa shetani uliofungua mlango ili kupitisha uhalali huo, na huo uhalali unaweza kupita kwenye mambo yafuatayo. Moja, ndoto. Mbili, familia. Tatu, ukoo. Nne, njia panda. Sita, mashuleni. Saba, masokoni. Nane, madukani na kadhalika. Namba 3, omba Mungu. Omba maombi ya toba kwa kupitia damu ya Yesu, ikaondoe uhalali wa adui kukumiliki au kummiliki huyo unayemwombea, kwa sababu wapo waliomilikiwa kihalali kutokana na familia zao. 4, mdai mtu huyo kutoka mikononi mwa adui. Mdai mtu huyo kutoka mikononi mwa adui kwa sababu hawana tena uhalali wa kuendelea kumshikilia. Namba 5, muhamishe kutoka katika umiliki wao na umhamishie chini ya umiliki na uangalizi wa malaika wa Bwana ili alitumikie kusudi la Mungu wake. Namba 6, muombe Roho Mtakatifu ashuke ndani yake, au kama ni ndani yako, omba Roho Mtakatifu ashuke ndani yako ili akusaidie ulitimize na kuanza upya kulitumikia kusudi la Mungu. 7, msifuni Mungu na kumshukuru na kulishangilia na kumshangilia Bwana pamoja na kumshukuru Mungu kwa urejesho aliofanya. Amen. Amen. Mmeshaandika? Bwana asifiwe. Haleluya. Basi turudi kwenye maandiko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuchangamke kidogo. Mmeshamaliza kuandika? Weka kalamu chini hapo, utaandika tena. Ndio utaandika tu mstari hapa, nitaenda haraka. Bwana asifiwe. Andika Wagalatia 1. Ngoja nikusomee kifungu hapa ili tusisumbuane. Wagalatia 3:13. Wakolosai 1:13. Yohana 8:34. Kutoka 14:15. Waebrania 12:1. Isaya 44:21 na 22. Zakaria 1:3. Zakaria 1:3. Isaya 44:21 na 22. Sinapiga lete jamani. Waebrania 12:1. Kutoka 14:15. Yohana 8:34. Wakolosai 1:13. Wagalatia 3:13. Nirudie wanafunzi. Nirudie. Hapo muda wangu wa kuomba. Wagalatia 3:13. Wakolosai 1:13. Yohana 8:34. Kutoka 14:15. Waebrania 12:1.
Isaya 44 mstari wa 21 na 22. Zakaria 1:3. Are you understood? Are you understandable me? Do you catch me? Hallelujah. Basi neno la Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia 3:13 neno la Bwana linasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kristo alituokoa na laana. Kristo alitukomboa katika laana na torati. Sikia, kuna watu ambao wameshikwa maisha yao yanateswa, wanapitia wakati mgumu kwa sababu wana laana, kwa sababu wamelaniwa. Kwa hiyo laana zote zilifutwa msalabani, lakini tambua ya kwamba, usipotambua ya kwamba laana zako zote zilifutwa, kuna watu ambao wanatembea chini ya laana. Laana ya magonjwa, laana ya mateso, laana ya vifungo, laana ya uganga, laana ya ushirikina, laana ya kusalia nyumbani, laana ya kuolewa na kuachwa, laana ya kukataliwa, laana ya kutokuendelea, laana ya umaskini, laana ya uzinzi na uasherati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo moja tunaloliamini kwamba laana zote zilifutwa msalabani. Kama shetani anakushikilia kwa sababu ya laana ya ukoo, kwa sababu ya laana ya familia, leo Mungu ataenda kuifuta katika jina la Yesu. Na kila aliyekushikilia lazima kuachie. Sema, kila aliyenishikilia lazima niachie. Kila aliyenishikilia lazima niachie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alitukomboa kutoka kwenye laana. Kwa hiyo wapo tunatembea chini ya laana za ukoo. Kuna watu kwao wanakufa kwa ugonjwa mmoja. Babu alikufa kwa kansa, akaja nani akafa kwa kansa. Leo hii kuna mgonjwa wa kansa, kuna presha, kuna kisukari, kuna magonjwa. Hayo yote ni laana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunachokitaka ni revenge. Tunachokitaka tutoke kwenye uzao wa laana, turudi tena kwenye uzao wa kutumikia Bwana. Ninachotaka ni kila mtu asimame kwenye nafasi yake, amtumikie Mungu wake. Bwana Yesu. Kila mtu asimame kwenye nafasi yake, amtumikie Mungu aliyemtuma. Kila mtu ametumwa hapa. Haujatumwa hapa kuja kutembea, haujaja hapa chuoni kutembea. Sikia nikwambie, umekuja hapa chuoni kulitumikia kusudi la Bwana. Unaweza ukasema kwamba nimekuja kutumikia elimu. Hapana, elimu ni riwadi za njiani. Mheshimiwa, unaweza kunisaidia tena hapo kidogo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo baba hapo. Bwana asifiwe. Wewe kama unaona na kukera kaka nyuma. Bwana asifiwe. Lakini leo lazima tufuruge misimu hapa. Amen. Sikia. Laana zote. No, nilikuwa nataka kusema nini? Yaani ndio shida sasa. Mtu akiwa na ubiri usije ukampata. Bwana asifiwe. Nilikuwa nazungumzia kila mtu mlioko hapa umekuja kwa kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Hapa umekuja kulitumikia kusudi la Mungu. Haujaja hapa kutembea, haujaja hapa kushangaa, haujaja hapa yaani kwenda tu venyu na kurudi darasa na kurudi kulala, kwenda venyu kurudi kulala. Sikia nikwambie, digrii unaipata ni riwani ya njiani. Ni nani asema sokoni au alienda kutembea akakutana na mtu akampa kitu? Bwana asifiwe. Yaani wakati ulipokuwa kwenye safari, ulikuwa unaenda sokoni, ukakutana na mtu akakupa maepo, alafu ukarudi nao nyumbani.
Je, hayo maipo ilikuwa ni mpango wako? Ilikuwa sio mpango wako, ila ni riwadi za njiani. Amen. Sema riwadi za njiani. Ndugu yangu nakwambia hivi, degree ulionayo unaoihangaikia hapa na utaki ibada, hiyo degree inaitwa riwadi. Sema riwadi. Zawadi, sema zawadi ya njiani. Au ni mkumbio, sema mkumbio. Hamujui maana yake? Yaani nyongeza. Umeenda kununua nyanya ujazi ukapika ugali, Bwana asifiwe. Akakwambia 2,500, alafu akakwambia na kuongezea 1. Amen. Kwa hiyo education is reward. Ni nyongeza. Ni nyongeza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu alitumikia kusudi la Bwana. Usije hapo kushangaa kitu ninachokifanya hapa ni kukurejesha. Imefika wakati ambapo kila mtu asimame kwenye nafasi yake, alitumikie kusudi la Mungu, yeye kuwepo hapa, yeye kuletwa hapa duniani. Haujaja hapa kushangaa, haujaja hapa kushinda guest, haujaja hapa kushinda kwenye vilabu hapo, haujaja hapa kula. Umekuja hapa kulitumikia kusudi la Bwana, na muda wa Bwana umepimwa. Sikia nikwambie, hautakufa mpaka utimize kusudi la Bwana. Pale ambapo utamshikamana na Bwana, pale ambapo utakaa karibu na Bwana, hautakufa. Yesu mwenyewe alikuwa bado hajalitimiza kusudi la Bwana, wakamkamata wakampeleka kwenye maporomoko, akawakataka kumtupa. Yesu alipita katikati yao, wakabaki wanashangaa. Hata wewe kama unaoyaona, hata kama ni majaribu mangapi, sikia utapita katikati yao. Kwa nini? Unajua kwamba lipo kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, lipo kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, ninapaswa kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Haujaja kushindana hapa, umekuja kulitimiza kusudi la Mungu. Haujaja kuangalia vipawa vya wengine, umekuja kutimiza kusudi la Mungu. Ukishindwa kutimiza kusudi la Mungu, utaenda kujibu kwa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakolosai 1:13 anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo Mungu alikuokoa kutoka kwenye nguvu za giza, akakuhamisha na kukuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho ndiye anaweza kukuhamisha uache kulitumikia kusudi la shetani, urudi kumtumikia Mungu aliye hai. Juzi tulikuwa Humanity, yule mmoja tumemwombea, na alikuwa ni mtu anaimba kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Anamtumikia Mungu vizuri, lakini baada ya mapepo kulipuka, wanasema kwamba huyu ni wa kwetu. Kwa nini? Kwa sababu amepewa kazi ya kuchunga, ya kulea watoto makaburini. Ndio kazi yake. Kazi yake ni kulea watoto wapi? Makaburini. Wale watoto wote waliokufa, yeye kazi yake ndio anawalea, anawalisha makaburini. Baada ya kuomba naye mpaka akafunguka, huyu mtu ajue hata kutembea hawezi kutembea. Maana yake katika ulimwengu wa roho alishachukuliwa, akawa anatumikishwa na shetani. Lakini ndio maana nikakwambia kuna watu ambao wanatumikishwa na shetani na hawajui ya kwamba wanatumikishwa. Kuimba sana au kuomba sana haimaanishi kwamba hautumiwi na shetani. Ni kwa vile tu haujijui. Uwezo kaja unaimba hapa, alafu unaenda kufanya dhambi, alafu unasema unaitumika kusudi la Mungu. Ni uongo. Alafu shetani anachofanya, akikukamata, haribu kipawa chako, anakutumia, lakini kipawa chako kinaendelea kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu kazi yao ni kukaa makaburini na kukata nyama za watu. Wapo wengine wanajijua. Kuna wengine usiku wanatembelewa na bibi zao, wanaondoka wanaenda makaburini. Kila siku na wata unaondoka na uko hapa na unajua. Wapo wanaojua kabisa wako hapa. Na watu kama hao huwa wanapewa masharti magumu sana. Ukisubutu kusema umekufa, na nikakwambia utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Wapo hapa wanasiri, wanajua kabisa usiku wanafuata, wanaongozana.
Kama ulevu hivi vitu vilikuwepo, leo chuo yenye watu 10,000 visiwepo. Bwana asifiwe. Wapo watu ambao usiku mnaongozana, mnaenda huko kwenye madampo, mnaenda wapi? Makaburini, hospitali. Wapo watu hapa ni mawakala ya Freemason, kazi yao ni kusababisha ajali. Upo hapa na ujitambui. Mwingine anajitambua kabisa. Unatembea juu ya bahari, wewe ni malkia wa kuzimu, uko hapa lakini unajikausha kama hujui. Bwana Yesu asifiwe. Wapo hapa. Mwingine anajijua kabisa, hataki maombi. Kwa nini? Kwa sababu anajua ametishiwa ya kwamba utakaposubutu kutoa siri tutakuua. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 8:34 neno la Mungu linasema, Yesu akamjibu, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hapa ni wangapi wanatumikishwa na dhambi, ambao walitumiki kusudi la Mungu? Kazi yao ni kutumikia anasa. Kazi yao ni kutumikia dhambi tu. Bwana asifiwe. Wengine wako hapa ni kutumikia ulevi. Wengine wako hapa ni kutumikia uzinzi. Uzinzi unakutumikisha. Biblia inasema, amini nawaambia kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Angalia jinsi unavyotamani kuacha hiyo dhambi, lakini inashirikana. Kwa nini? Wewe ni mtumwa. Mtumwa una chochote juu ya bwana wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wote tumesoma hapo mambo ya colonialism, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Waafrika tulikuwa tunafurukuta. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunapewa low wages. Bwana asifiwe. Na serikali wanakupa riwadi ndogo ndogo. Anakupa riwadi ndogo ndogo. Unaona kwamba umefika kwa system kufanya usinzi, unaona wewe ndio maana. Unapewa riwadi ndogo ndogo. Low wages ambao haitakutosha. Utakuwa na kiu siku zote. Ni bora uje kwa maji ya uzima, utakuwa na kiu ya dhambi tena. Ni bora uje kwa Yesu ambaye atakupa maji mara moja, ambayo kiu ya dhambi itaondoka ndani yako. Nimetuma kwa kutangazia kwamba leo utumwa wa dhambi tunaukataa katika jina la Yesu. Leo utumwa tunaenda kubadilisha katika jina la Yesu. Leo utumwa ukabadilike. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kumnyang'anya Mjerumani koloni, tunampa Mwingereza. Bwana asifiwe. Shetani utawala, tunaenda kumpa Roho Mtakatifu utawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kufanya collaboration. Tunafanya collaboration na Yesu, afu tunampiga Mjerumani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa na assimilation police. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani mimi na wewe tuwe na kitu kimoja. Tuwe kitu kimoja. Tukakataa utumwa wa dhambi kwenye maisha yetu. Tukakataa utumwa wa dhambi. Sikiliza. Amini nawaambia kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Angalia dhambi inakutesa. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Daudi akasema, kila ninachotaka kukifanya ninakifanya, sikifanya. Bali kile ninachokipenda sikifanya. Bali kile nisichokipenda ndicho ninachokipenda. Ndicho ninachokipenda na ninakifanya. Ni nani ataniokoa na mwili wa mauti? Ninampenda sana mtumishi mmoja kwenye Biblia. Bwana asifiwe. Lazima nikikutana naye lazima tupige story kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Huyu jamaa alikuwa akishindwa na shetani, anasema, leo hii mtumishi gani mwenye ujasiri akipigwa na akinyongwa na shetani usiku anaweza kusimama hapa aseme, jamani washarika, nimenyongwa usiku. Tunajielewa kilo nikisema nimenyongwa usiku. Washarika watu wataanza maombi. Nani kasema? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini Daudi alikuwa tofauti. Akawaambia watu, nilitaka kuja kwenu, lakini shetani alinipinga. Kila ninachotaka kukifanya siwezi kukitenda. Bali lile ninalolichukia ndilo ninalolitenda. Maana yake ika jamaa kalikuwa anasukuliwa na roho usinzi. Bwana asifiwe. Kwani nini kinachotesa mwili kama sio tamaa ya usinzi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani kuna jamaa tu aliandikwa na Biblia. Jamaa alikuwa anafika pita zake, alikuwa zake gorofani anakula tai.
Kuchungulia hivi siaone mrembo anaoga. Bwana asifiwe. Wasichana msiogeoge ovyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo jamaa alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kuangalia hivi. Yesu wangu jioni. Na akaua mke wa ndugu yake. Bwana asifiwe. Hata ukienda kuolewa huko kwenu, usioewe si shemeji, usipite mbele ya shemeji yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msitutegetege ovyo. Bwana asifiwe. Sisi ni wanadamu kama ulivyo, ni neema tu ya Bwana. Haleluya. Amen. Tunapinga kabisa kanisani. Kwa sababu mimi nikikaa hapa na waona wote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukivaa manguo mabaya, utashangaa jioni na kugongea mlango. Mtumishi unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiwatege watumishi wa Mungu. Huyu mtumishi anaomba. Bwana kuna kitu tunaomba. Kuna viungo vyokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikwambii ukafanye. Kitu ninachotaka ni kwamba tukakatae utumwa wa dhambi katika jina la Yesu. Yaani amua kutoka ndani yako siku ya leo tukakomeshe utumwa. Bwana asifiwe. Tukakomeshe utumwa, wale watu wa historia. Tukomeshe utumwa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati nimechoka kwa mtu wa kutubu, wa kuanguka na kusimama. Jitangaze mwenyewe, ona umechoka. Si uone umechoka jamani. Wewe unatubu kila siku, Mungu nisamehe kesho. Chini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwanza tumia maiki baada ya kwenye mambo. Haleluya. Haleluya. Yesu anawaambia kwamba Yesu akawaambia, akawajibu, amini, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wao wenyewe mnajijua kwamba unapoanza kufanya dhambi fulani, hauwezi kuiacha. Hata ukiiacha ni wiki moja umejitahidi sana. Ndio maana nikatafakari, kwa nini tukifunga, tukitangaza mfungo watu wanajaa? Ni kwa sababu watu wanatamani kuacha dhambi. Bwana asifiwe. Lakini mfungo ukiisha utaona tena maombi. Bwana asifiwe. Kwa sababu wana kiu ya kuacha dhambi, lakini haiwezekani. Daudi akatamani kujiua. Ni nani ataniokoa na mwili la mauti? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nia ya mwili ni mauti, lakini nia ya roho ni uzima wa milele. Unatamani lakini hupati. Leo tukakataa utumwa katika jina la Yesu. Amen. Ninataka nitumikishwe na Yesu. Sema ninataka nitumikishwe na Yesu. Kuna watu wanaogopa. Nataka nitumikishwe na Yesu. Wakolosai 1:13 anasema naye huyu shasoma eti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kutoka 14 mstari Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Kuna pointi nilikwambia usinielie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Musa, mbona unanililia? Waambie wana wa Israeli waende wapi? Na mbele yako kulikuwa na nini wasomaji wa Biblia? Milima. Nyuma yao jeshi la Farao. Unaenda kwa Mungu anakuambia, nenda mbele usinililie. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika mbinguni kamulize Musa. Hata kuambia jinsi alivyoambia kwa ukali. Usinililie mimi. Waambie wana Israeli wasonge mbele. Sasa Mungu anasongaje na wakati mbele tunaona bahari? Mungu ananiambia tamalizaje wakati naona supplementary? Mungu ananiambia tamalizaje wakati hata ada sina? Mungu ananiambia kuniambia niendelee wakati mimi ni yatima. Ninawezaje kufika kule? Huduma yangu inawezaje kufika wakati mimi sina hata 100? Unaniambia nitakuwa mtumishi mkubwa wa kimataifa na sina yoyote. Haleluya. Haleluya. Ninawezaje kufika? Muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Ninawezaje kufika mimi?
songa mbele. Usinililie. Acha kulialia. Bwana asifiwe. Hata ukiwa na shida usilie. Bwana atafanya katika jina la Yesu. Bwana atafanya katika jina la Yesu. Haya Yesu unavaa au vai, usilie. Usilie shida. Haleluya. 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 Usipende kulialia Kristo. Kitu kidogo unalia. Kitu kidogo unalia. Kuna watu kwenye mahusiano wanalia, hadi wanaume wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Wewe ndio suwa huko, Bwana asifiwe. Nenda huko wapi Kigoma huko? Nenda njoo hata kwa Kilimanjaro, Bwana asifiwe. Acha kulia. Ukilia unampa shetani nafasi kwa maisha yako. Yesu. Usikubali kulia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu. Hiyo ni silaha mojawapo ya shetani kutumia. Bwana asifiwe. Ndio unalialia nini? Haleluya. Tupa huko kama Yona, Bwana asifiwe. Yes. Watu wanapenda kulilia watu kwa nini? Kwa sababu unaomba kumtupa. Hakuna hata kama akasikia. Sika Yona, tupa nje hata kama hata lako na. Haleluya. Haleluya. Usikubali mtu akulize kwenye maisha yako. Kama hufai, tena usishike. Usimshike umeshika mguu mmoja. Haleluya. Tupa nje huko. Hata lako na wapake. Wala usimwone huruma. Sikia. Yona wangemwonea huruma, wangekufa wao. Alafu Yona ameandaliwa samaki. Endelea kulia kwa ajili ya huyo mtu. Ameandaliwa libosi na wote ile kuangua hadi zina mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hata kulia wewe dada. Wewe hata kulia. Hata kulia. Bwana Yesu asifiwe. Kama anaenda na aende katika jina la Yesu. Kama anaenda na aende katika jina la Yesu. Lakini ninachotaka ni kila mtu alitumikia kusudi la Mungu. Hata kulialia, tumikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Hata kubabaika, hata kutangatanga, hata kupoteza muda. Hata kupoteza muda. Tumikia kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wasipende tumikia kusudi la Bwana. Waseme tumikia kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye anasema kwamba ngoja tuone, hakika nakwambia utakuona kwenye video yao. Wakati wanaposema kwamba hautavuka, wataona kwa macho yao. Hata kama wanasema huyu hatafika, wataona kwa macho yao. Tumikia kusudi la Bwana. Tumikia kusudi la Bwana. Haleluya. Haleluya. Funika macho yako na kuinua mikono yako chini. Roho Mtakatifu ni saa yako. Baba makuli. Roho Mtakatifu ni saa. Roho Mtakatifu ni saa. Roho Mtakatifu ni saa yako. Roho Mtakatifu ni saa yako. Roho Mtakatifu ni saa yako. Komboa watu wako. Komboa watu wako. Komboa watu wako. Komboa watu wako ndio. Komboa watu wako. Komboa watu wako. Komboa watu wako e Bwana. Komboa watu wako e Bwana. Karaba sana rabakoya. Nisaa yako e Bwana. Nisaa yako e Bwana. Nisaa yako e Bwana. Nisaa yako e Bwana. Nisaa yako e Bwana Omba. Nisaa yako e Bwana. Mwambie Bwana nitoe kwenye utumwa. Kataa utumwa. Kataa utumwa. Kataa utumwa. Kataa utumwa. Nisaa yako Bwana. Nisaa yako Bwana. Nisaa yako Bwana. Nisaa yako Bwana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila ambaye anatumikishwa na kuzimu, kila anayetumikishwa na magonjwa, achia, 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 achia.
Achia. Yes. 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 Wanatoka. Wanachia. Unachia. 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 Nangana. 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 Unachia. Unachia. Naona watu. Unachia. Naona watu. Unachia. Shetani. Nipe watu wangu. Ni watu wangu. Ninawadai. Ninakudai. Leta. Leta. Leta niachie. Achia huyu ni wangu. Ni wangu. Ni wangu. Ni wangu. Ni wangu. Ni wangu. Achia. 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 Yes. 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 Piga Yesu makofi mengi. Ongeza makofi hapo kwa Bwana. Haleluya. Ongeza makofi hapo kwa Bwana. Haleluya. 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 Mungu awabariki sana. Ninaamini kabisa kuna watu wamevuka. Japokuwa muda wetu ni mchache, lakini Mungu aliye hai atawavusha katika jina la Yesu. Mungu aliye hai akakuondoa kwenye utumwa katika jina la Yesu. Mshangilie tena Yesu. Alpha and Omega God Ministry. Tembelea chaneli yetu ya YouTube. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Tunasujudu